Afrika Mashariki imetimia saa 12 kamili asubuhi, ni sawa na saa 11 Afrika ya Kati. Hujambo msikilizaji, leo ni Alhamisi ya Aprili 23 mwaka 2026. Mimi ni Skola Kisanga na karibu katika Amka na BBC. Katika Amka na BBC asubuhi hii, Iran yaishutumu Marekani kuwa kikwazo katika mazungumzo ya usitishaji vita baina ya nchi hizo mbili. Mabalozi wa Umoja wa Ulaya waidhinisha mkopo wa mabilioni ya dola kwa Ukraine, huku rais wa Ukraine akisema huo ni ujumbe kwa Urusi. Na tunaangazia ziara ya kiongozi wa kanisa Katoliki duniani barani Afrika, Papa Leo, imeacha funzo lolote? Ziara hii ndio ilikuwa ya kwanza ya Papa Leo wa 14. Anapozuru nchi, kazi yake moja ni kuweza kueneza imani na vile amani ambayo imekosekana sana katika dunia nzima. Kabla ya kuziangazia taarifa hizo kwa kina, nampisha mwenzangu Sarafina Robi aweze kukusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Sarafina, karibu. Asante sana Skola. Tukianza moja kwa moja ni kwa ikulu ya White House inasema hakuna makataa ya kusitisha mapigano na Iran ambayo Donald Trump aliongeza usiku wa Jumanne. Msemaji wa habari Caroline Leavitt amewaambia wanahabari kuwa rais ataamua ni lini vita vitamalizika. Pia amesisitiza kwamba hatua ya Marekani ya kuzifunga bandari za Iran ilikuwa na mafanikio kwa kuzuia uchumi wa Iran. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian ametaja vikwazo hivyo kuwa mojawapo ya vikwazo vikuu vya mazungumzo ya amani, akiongeza kuwa nchi yake iko tayari kwa mazungumzo, ila akaishtumu Marekani kwa kutumia maneno ya unafiki. Waziri Mkuu wa Lebanon Nawaf Salam ameshtumu Israel kwa uhalifu wa kivita baada ya mwandishi mwingine wa habari wa Lebanon kuuawa kusini mwa nchi hiyo. Amal Khalil alikumbwa na shambulizi la anga la Israel alipokuwa akitafuta hifadhi katika nyumba moja. Maafisa wa Lebanon wanasema lilikuwa shambulio la maksudi na lilolengwa. Salam anasema vikundi vya wakosoaji ama waokoaji pia vilizuiwa kufika eneo la tukio. Anasema Lebanon italiwasilisha tukio hilo mbele ya vikao vya kimataifa. Jeshi la Israel lilikanusha kuwalenga waandishi wa habari au kuzuia timu za uokoaji kufika eneo hilo na kusema kuwa tukio hilo sasa linachunguzwa. Serikali ya Ghana inasema mamlaka ya Afrika Kusini imeanzisha uchunguzi kuhusu msururu wa mashambulizi ya chuki dhidi ya raia wa Ghana wanaoishi nchini humo. Zaidi na Martha Saranga. Video kadhaa zinazoonyesha raia wa Ghana wakishambuliwa nchini Afrika Kusini zimesambaa kwa kasi katika siku za hivi karibuni. Mashambulizi ya chuki dhidi ya wageni ni suala tata linalochochewa na mapambano ya kiuchumi, habari potofu na mivutano ya kihistoria. Maandamano na ghasia yanayowalenga watu wasio raia wa Afrika Kusini yamekuwa yakiongezeka katika kipindi cha kuelekea uchaguzi wa serikali za mitaa baadaye mwaka huu. Mwezi uliopita, Nigeria iliwataka raia wake kuwa waangalifu kufuatia maandamano ya kupinga uhamiaji haramu ambayo aligeuka kuwa ya vurugu. Na Rais Zelensky amesema kuidhinishwa na balozi wa Umoja wa Ulaya kwa mkopo wa dola bilioni 100 kwa Ukraine kunatuma ujumbe sahihi kwa Urusi. Fedha hizo zinapaswa kutolewa baada ya Hungary kuondoa kura yake ya turufu na Ukraine kuanza tena kuwezesha mafuta ya Urusi kupitia bomba la kuelekea Slovakia na Hungary. Ukraine inasema iliweza kuanza tena operesheni baada ya uharibifu kutokana na mashambulizi ya Urusi. Nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya zinatarajiwa kuhitimisha mkopo huo leo hii. Hii ni BBC. Mwenzangu Sarafina Robi akiwa studio zetu za Nairobi pale nchini Kenya ndio ambaye amekusomea muktasari huo wa habari za ulimwengu. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kupitia redio wa shirika mbalimbali. Ukiwa nchini Tanzania unaweza kutusikiliza kupitia Radio Kwizera Kulengara, Radio Free Africa ya Mwanza na Radio 1 na Dar es Salaam. Kenya Must FM, Mwenedu FM. Uganda Radio Paidha, Radio Lira na Radio Kitara. DRC Lizadal Radio na Radio Muungano kule Beni. Internet katika bbcswahili.com. Matangazo haya pia yanakujia moja kwa moja msikilizaji kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Unarambaza tu andika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga.
Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema kwamba kuzingirwa kwa Marekani kwa bandari za Iran pamoja na vitisho ndio vizuizi vikuu vya mazungumzo ya kweli. Kwenye mtandao wa kijamii pia ameishutumu Marekani kwa matamshi ambayo anasema ni ya kinafiki. Wakati huo huo, msemaji wa ikulu ya White House amesema Rais Trump hajaweka wakati ambapo muda wa usitishaji mapigano aliotangaza jana usiku utakapokamilika. Taarifa zaidi na Sarafina Robi. Mpatanishi mkuu wa Iran katika mazungumzo na Marekani anasema haiwezekani kwa mlango bahari wa Hormuz kufunguliwa kutokana na ukiukaji wa wazi wa usitishaji vita wa Marekani na Israel. Katika mtandao wa X, Mohammed Bagher Ghalibaf anasema ukiukaji huo ni pamoja na vizuizi vya jeshi la majini la Marekani kwenye bandari ya Iran ambavyo anasema ni sawa na kuchukua mateka uchumi wa dunia pamoja na uchochezi wa Israel katika nyanja zote. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian anasema Iran bado ipo tayari kwa mazungumzo, ila kuongeza kwa kusema ukiukaji wa ahadi, vikwazo na vitisho ni vikwazo vikuu vya mazungumzo ya kweli. Awali ilionekana kwamba Marekani na Iran zingefanya mazungumzo mapya ya amani nchini Pakistan wiki hii, ila bado hayajaanza. Rais wa Marekani Donald Trump alitangaza kurefusha muda wa usitishaji vita kati ya Marekani na Iran ambapo ulipaswa kumalizika hapo jana siku ya Jumatano. Msemaji wa ikulu ya White House Caroline Leavitt baadaye alifafanua kwamba kuongeza muda kwa Trump ni wazi na hana makataa mapya. Aliongeza kuwa Trump ameridhishwa na vikwazo vinavyoendelea vya Marekani dhidi ya Iran na anaelewa kuwa Iran iko katika hali dhaifu sana. Alipoulizwa na wanahabari ni lini vita hivyo vitamalizika, Leavitt alisema kuwa ni Rais Trump kuamua na atafanya hivyo wakati anahisi kuwa ni kwa manufaa ya Marekani na watu wa Marekani. Kwa hakika kuna mgawanyiko mkubwa wa ndani. Hivi ni vita kati ya wanaoangazia uhalisia wa mambo na wenye msimamo mkali nchini Iran. Hivi sasa na rais anataka majibu ya umoja. Kwa hivyo tunapongojea majibu hayo, kuna usitishaji wa mapigano na jeshi pamoja na mashambulizi, ila operesheni ya Economic Fury inaendelea pamoja na vizuizi vya majini. Maoni ya hivi punde ya msuluhishi wa Iran yanajiri wakati mapigano yakiendelea katika njia hatari ya majini, njia muhimu ya kimataifa ya meli, huku Iran ikitangaza kuwa imezikamata meli mbili kwenye mlango huo wa bahari. Sasa Iran inasema meli mbili za mizigo zilizuiliwa katika mlango bahari wa Hormuz kwa ukaguzi. Tangazo hilo linafuatia ripoti za mashambulizi dhidi ya meli 3 za mizigo katika mlango huo wa bahari. Ni taarifa yake Sarafina Arobi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kuidhinishwa kwa mkopo wa dola bilioni 100 na mabalozi wa Umoja wa Ulaya kwa Ukraine ni kutuma ujumbe kwa Urusi. Fedha hizo zinapaswa kutolewa baada ya Hungary kuondoa kura yake ya turufu na Ukraine kuanza tena kusafirisha mafuta ya Urusi kupitia bomba lake kuelekea Slovakia pamoja na Hungary. Kiev inasema iliweza kuanza tena operesheni baada ya uharibifu kurekebishwa kutokana na mashambulizi ya Urusi. Nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya zinatarajiwa kukamilisha mkopo huo leo Alhamisi. Waziri wa uchumi wa Slovakia Denisa Sakova anasema fedha hizo ni muhimu sana kwa Ukraine. Hizi ndizo pesa tunazohitaji ili kuiweka Ukraine hai, uchumi na miundombinu yao ambayo jamii inahitaji kuendelea kuishi katika kipindi cha wiki 2 na miezi kadhaa ijayo. Na ndiyo, kwa kweli, kwa ulinzi pia, lakini kwanza kabisa tunazungumzia kuhusu uchumi wetu. Ingawa mkopo huo ulikubaliwa Disemba mwaka uliopita, waziri mkuu wa Hungary Viktor Orban alipiga kura ya turufu juu ya malipo hayo mwezi Februari baada ya Ukraine kusema uharibifu uliosababishwa na shambulio la Urusi umesimamisha usambazaji wa mafuta. Vyanzo vya mafuta na serikali vya Ukraine viliwaambia maafisa wa Hungary na Slovakia kwamba kusafirisha mafuta kumeanza tena saa chache baada ya mabalozi wa Umoja wa Ulaya EU kuanza kujadili mkopo huo. Hungary ilikuwa imetaka mafuta kuanza kusambazwa tena kabla mkopo kulipwa, na Ukraine ilithibitisha kwamba ukarabati umekamilika siku ya Jumanne. Mwendesha mashtaka ameomba mahakama kuu kudumisha adhabu ya kifungo cha maisha jela kwa Beatrice Munyenyezi kwa makosa ya mauaji ya kimbari na ubakaji wa wanawake wakati wa mauaji ya kimbari ya mwaka 1994. Hii ni adhabu aliyopewa na mahakama ya ngazi ya juu ya Huye
mnamo mwaka 2024 baada ya kupatikana na hatia. Munyenyezi na mawakili wake wanadai kwamba maelezo ya mashahidi yanatofautiana na kwamba ushahidi uliotolewa na upande wa mashtaka hauna msingi. Beatrice Munyenyezi alirejeshwa nchini Rwanda mwaka 2021 na serikali ya Marekani, kama anavyoripoti zaidi hapa Ive Buchana. Upande wa mashtaka umejenga hoja yake kwa madai kuwa katika rufaa yao Munyenyezi na mawakili wake wameshindwa kutoa ushahidi mpya wa kupinga ule uliotolewa katika mahakama ya mwanzo uliomtia hatiani kwa makosa 4 ikiwemo kutekeleza mauaji ya kimbari na kushirikiana katika mauaji hayo. Mahakamani, waendesha mashtaka walisisitiza kuwa wanashikilia maelezo ya mashahidi walioshuhudia kwa macho yao wenyewe, wakidai kuwa mashahidi hao hawakujichanganya wala kushindwa kutambua mshukiwa. Upande wa mashtaka ulisisitiza zaidi tukio la kuuawa kwa mtawa baada ya kubakwa na wanamgambo Interahamwe katika chumba cha chini cha iliyokuwa hoteli ya Ihuriro. Inadaiwa alibakwa kwa amri ya Munyenyezi, kisha Munyenyezi mwenyewe akamuua kwa kumpiga risasi ya bastola, kama alivyoeleza mmoja wa mashahidi. Katika hitimisho lao, mawakili wa Beatrice Munyenyezi waliambia mahakama kuwa maelezo ya mashahidi yaliyotumika kumtia hatiani yanapingana kuhusu muda na namna mtawa huyo alivyouawa, licha ya mashahidi hao kudai walikuwa kwenye kizuizi cha barabarani kila siku pamoja na Munyenyezi. Munyenyezi alishtakiwa kwa kuwaua watu 4 yeye mwenyewe, kwa kuwapiga risasi, kushiriki katika kuweka kizuizi cha barabarani ambapo Watutsi waliuawa, na kuhamasisha wanamgambo Interahamwe kubaka wanawake kabla ya kuwaua. Waendesha mashtaka walipinga nyaraka na ushahidi uliotolewa na utetezi, ikiwemo nyaraka zinazodaiwa kutoka mahakama ya ICTR au iliyokuwa tume ya Rwanda ya kupambana na mauaji ya kimbari. Ushahidi huo ulinuia kuonyesha kuwa jina la Munyenyezi halimo kwenye orodha ya waliofanya mauaji katika mji wa zamani wa Butare au waliopewa silaha. Mwendesha mashtaka alidai kuwa ushahidi wowote lazima uwe na chimbuko linalojulikana na uwe wa asili, na kuomba mahakama kutozingatia nyaraka hizo katika uamuzi wake. Mahakama imetangaza kuwa hukumu ya kesi hiyo itasomwa tarehe 30 mwezi Julai. Naam, asante Ive Buchana. Na sasa leo hana jezi, leo ni birthday boy. Happy birthday to you. Wacha bana. Hatari. Nisingekuwa mtangazaji, huenda ningekuwa mwimbaji. Fanya jambo basi, mkono mtupu ulambo. Zaidi ya miongo mitatu, endelea kuishi zaidi na zaidi. Tupashe habari na salamu kwa wana Arsenal kileleni. Wameondolewa tena kama kaida yao, na uenda wasichukue ubingwa Skola. Na sio mara ya kwanza. Hata msimu uliopita na mengine walikuwa wakikaa mpaka dakika za mwisho wanaondolewa. Sasa ligi kusoka Skola imeendelea kama unavyosema hapo, ambapo Man City wameendelea na harakati zao na kurejea kileleni kutaka kunyakua taji la Premier baada ya ushindi wa 1-0 dhidi ya Burnley, ambao vile vile nayo imeshushwa daraja. City hawajakaa kileleni kutokea mwanzo wa msimu, lakini mfululizo wa mechi 11 bila kufungwa umewafanya kuwapita the Gunners zikiwa zimesalia mechi 5. Kumbuka mchezo uliopita pia ulifunga Arsenal goli 2-1 ile juzi ile. Mchezo mwingine ulikuwa baina ya Bournemouth dhidi ya Leeds ambao walitoka 2-2. Tottenham Hotspur wanatazamia kumteua mwanasaikolojia kwa kikosi chao cha kwanza cha wanaume baada ya meneja Roberto Di Zerbi kusema kwamba wanahitaji kubadilisha mtizamo na mawazo. Spurs wameteremka hadi kwenye nafasi 3 za mkiani za Premier League baada ya kucheza mechi 15 za ligi bila ushindi wowote. Di Zerbi aliteuliwa kuwa kocha mkuu wa Spurs msimu huu mwishoni mwa mwezi Machi, lakini amevuna pointi 1 pekee katika michezo 2. Kwenye ugomvi unaolipa mandondi Skola, Edin Han ametaja pambano moja ambalo anahisi haliepukiki kwa Naoya ambaye kwa lazima atetee taji lake la uzani wa Super Bantam dhidi ya Junto Nakatani wa pale Japan. Pambano wa Japani hao utafanyika katika ukumbi wa Tokyo Dome Mei 2, ukitarajiwa kuhudhuriwa na watu 55,000 na arifiwa kwa moja mapambano yanayosubiriwa kwa hamu kabisa. Tetesi za soka hapa. Paris Saint-Germain wameanzisha mawasiliano na wakilishi wa kiungo wakati Ureno mwenye umri wa miaka 21 wa West Ham Mateus Fernandes. Chelsea inaandaa orodha fupi ya mameneja na nafasi ya Liam Rosen, huku mkufunzi aliyeondoka Bournemouth Andoni
Iraola akiwa miongoni mwa wale wanaotajwa. Na vile vile Barcelona wanamtaka Marcus Rashford mwenye miaka 28 kusalia kwa mkopo mwingine tena msimu huu na kuondoa uwezekano wa kuuzwa kwa pauni milioni 26 kutoka Manchester United. Hakuna mpira ambao unahitaji vikongwe kucheza mchezo, samahani, kwa sababu michezo mingi wengi wanastaafu mapema, kina Anthony Joshua au kina Floyd Mayweather ambao walikuwa matishio, alafu mwisho wa siku unaona kabisa wanaachana nao ama umri unawatupa. Hakuna ambao mpaka vikongwe, yani unaendelea wanaocheza wakiwa wamezeka zaidi niko Japan. Japan wanaishi umri mrefu sana. Kwa wengi ukuta miaka 55 mtu bado anacheza mpira. Nitakutafutia moja ya wanasoka ambao wanipeleke huko ili nikiwa kikongwe niwe kibibi naondoka kama kawaida Scholar. Happy birthday by the way. Asante. Mmoja anasema kwamba ulishawahi kupelekwa kasi na maisha mpaka ukaona tofauti ya wewe na bodaboda ni mafuta tu. Matangazo ya Amka na BBC. Habari kuu ni pamoja na Irani yaishutumu Marekani kuwa kikwazo katika mazungumzo ya usitishaji mapigano baina ya mataifa hayo mawili. Mabalozi wa Umoja wa Ulaya waidhinisha mkopo wa mabilioni ya dola kwa Ukraine, huku rais wa Ukraine akisema huo ni ujumbe kwa Urusi. Na tunaangazia ziara ya kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo barani Afrika imeacha funzo lolote. Hii ni BBC. Na munaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC msikilizaji, na imetimia saa 12 na dakika 16 asubuhi kote Afrika Mashariki, Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya maziwa makuu ni saa 11 na dakika 16 asubuhi. Hii ni Amka na BBC. Mimi ni Scholar Kisanga. Sasa sikiliza hii. Amenyimwa visa ya Marekani mara 4 akiwa ameingia kucheza mpira wa kikapu miaka 6 pekee iliyopita. Madina Okot sasa anaweka historia kama Mkenya wa kwanza kuchaguliwa na chama cha kikapu cha kitaifa cha wanawake nchini Marekani kinachojulikana zaidi kama WNBA kujiunga na timu ya Atlanta Dream. Amezungumza na mwandishi wa BBC Anita Nkonge kuhusu safari yake, kupanda, kushuka, matumaini ya ndoto zake kwa ajili yake na hata wasichana wengine kama yeye kuweza kusonga mbele. Unaomba jina lako liitwe, kwani sio kila mmoja ataitwa, na nilikuwa na uoga sana. Ila kuna hiki kifungu cha Biblia ambacho huwa nakisema wakati nina hofu, kwamba ninaweza yote katika Kristo anayenitia nguvu. Nilisema kifungu hiki na baada ya dakika 2 wakaniita jina langu. Ulianza kucheza mchezo wa vikapu miaka 6 tu iliyopita. Unapoangalia ulipo sasa, unahisi nini na unawaza nini? Hii ni kama ndoto. Miaka 6 iliyopita sikujiona nikiwa hapa leo. Nina furaha kukutana na wachezaji bingwa ambao nimekuwa nikiwatizama na kutamani kuwa kama wao. Ni wachezaji gani unaotarajia kukutana nao na kufanya kazi nao? Nitakuwa katika timu moja na Angel Reese na nimekuwa nikimtazama tangu nikiwa shule ya upili. Hapo ndipo nilipoanza kucheza mpira wa vikapu na nina furaha sana kuwa nitakuwa karibu naye. Nimejifunza mambo mengi kutoka kwake. Je, familia yako ilisemaje, hasa mama yako? Alifurahi sana. Nakumbuka kuzungumza naye kabla ya kutangazwa na akaniombea, akaniambia kuwa kila kitu kitakuwa sawa. Waliniambia jinsi habari zilivyosambaa kwamba Wakenya wamefurahi sana. Unapotaja Wakenya, unahisi vipi kuwakilisha kimataifa? Ni heshima kuu kwangu kuwakilisha wote nyumbani. Nina watu milioni 1 kutoka Afrika walionitafuta. Hii ina maana kubwa sana kwangu. Ninawashukuru sana kwa kunishika mkono na niko hapa kuwawakilisha. Ulitoka kucheza mchezo wa volleyball na sasa unacheza mpira wa vikapu. Ni kitu gani kilichokushawishi kufanya uamuzi huo? Kutoa namba yangu ya simu kwa timu ya mpira ya vikapu ilikuwa jambo gumu sana, na niliogopa sana kujaribu mpira wa vikapu kwa sababu nilikuwa na umri mdogo. Lakini nilipoanza kucheza mpira wa vikapu niliupenda mchezo huo sana. Ulikosa visa mara 4, jambo ambalo lilichelewesha hatua yako ya kujiunga na chuo kikuu nchini Marekani. Wakati huo ulikuwa mgumu kwako kiasi gani? Mara ya kwanza sikulia kwa sababu nilisema sawa, sijui nihisi vipi kuhusu hili, ila ya pili na ya 3 na ya 4 nililia sana. Ilinivunja moyo, ila nashukuru sana wazazi wangu na kila mtu aliyezidi kunihimiza niendelee kujaribu. Siku nilipopata visa yangu ilikuwa siku yangu ya kuzaliwa, na hadi sasa ilikuwa zawadi yangu nzuri zaidi siku hiyo. Kwa msichana mdogo anayekutizama, anayetaka kuwa
kuwa kama wewe, unamwambiaje? Sio lazima uwe na vifaa vya hali ya juu vya kufanyia mazoezi ili uanze. Unaweza kuwa na njia yako ya kipekee. Ningependa kuwaambia kwamba sisi tunatosha. Ukitia bidii, amini kwamba itatimia. Kama ipo kama imepangwa itakufikia. Madina Okot ambaye alinyimwa visa mara 4 lakini sasa anakwenda kuchezea timu ya kitaifa ya wanawake ya kikapu kule Marekani, kama alivyozungumza hapo na Anita Nkonge wa BBC. Na sasa tunaiangazia ziara hii ya kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14, ambapo ametembelea gereza maarufu nchini Guinea Ikweta. Papa alilakiwa na wafungwa waliokuwa wakipeperusha bendera katika kituo cha ulinzi wa juu kabisa katika eneo la Bata. Walipiga kelele kutaka kuachiwa huru. Papa awali alilaani wanavyowatendea wafungwa, akieleza hali katika jela kama hizo kuwa ni mbaya. Alikuwa pia akizungumza mbele ya kiongozi wa muda mrefu wa Guinea Ikweta, Rais Theodore Obiang. Lakini ziara hii ya Papa Leo barani Afrika imeacha funzo gani? Awali nimezungumza na Nicodemus Mindhi, ni mchambuzi, pamoja na Padri Peter Ken Njoge, padri wa jimbo kuu la Nairobi, ambaye anaanza kuelezea ziara hii ya Papa barani Afrika. Kwa kawaida mapapa hualikwa na marais na wafalme wa nchi fulani na vile vile baraza ya maaskofu kuweza kutembea katika nchi tofauti. Na katika ziara hii ndio ilikuwa ya kwanza ya Papa Leo wa 14 baada ya mwaliko kutoka vile nchi 4 ambazo aliweza kuzuru. Na kwa hivyo kwanza kabisa tujue mapadre, maaskofu na hasa Papa Mtakatifu, kwa kimombo huwa tunasema yeye ni custodian ama yeye ndiye mkuu wa imani na vile vile tabia. Anapozuru nchi, kazi yake moja ni kuweza kueneza imani na vile vile amani ambayo imekosekana sana katika dunia nzima. Lakini cha kujiuliza ni kwamba Papa Leo amekuwa na ujasiri wa kipekee wa kuibua baadhi ya mambo na akaibua hisia mseto kote ulimwenguni. Amezungumzia pia masuala ya kisiasa. Hili limekaa vipi hasa? Kuna ukaribu kati ya dini na masuala ya siasa. Naona hiyo ni sehemu ya jamii, kwa jamii ambazo zinafuatilia sana mambo ya kiimani, lakini uongozi wa kiroho katika siasa nadhani sio tu kwa mara ya kwanza kumwona Papa Leo. Tumeona viongozi wa kidini, kwa mfano Pope Francis, yani Papa Francis amekuwa akizungumzia masuala ya haki za kijamii, amezungumzia masuala ya siasa na mambo ya umoja pamoja na migogoro mingi ambayo inaendelea. Lakini changamoto ni pale tunapoona mstari unapofutika kati ya uongozi wa kiroho na ushawishi wa kisiasa. Hapa ndipo tunapoona kwamba hoja uhalali mpaka ya mamlaka huibuka. Sasa hapo tuliona Papa aliingia katika mvutano mkali wa maneno kati yake yeye na rais wa Marekani Donald Trump kuhusu masuala mbalimbali ikiwemo sera ya uhamiaji na haki za binadamu. Papa anatokea pia Marekani. Sasa tutazame vipi pia mvutano huu kati ya kiongozi wa dini na kiongozi pia wa kisiasa? Nadhani mivutano kati ya Papa na Donald Trump inaashiria mambo mawili ambayo ni mgongano wa maono mawili. Yani kwa upande mmoja tunaona haki za kibinadamu ambayo inasemwa na Papa, lakini kwa upande mwingine tunaona mshikamano wa kimataifa na tunaona kwamba kuna jambo la utaifa na udhibiti mkali wa mipaka ambayo inatokana na kauli ambazo zinaletwa na Donald Trump. Na hii si tu mvutano wa watu binafsi ambao tunaona kwa mfano kwa Papa ambaye pia anatokea Marekani, bali ni ishara mgawanyiko kati ya maeneo, yani mipaka ya kisiasa duniani. Kwa hiyo mimi ninavyoona ni mivutano ambayo ni mgongano wa maono mawili, moja ikiwa ni mambo ya haki pamoja, lakini upande mwingine ni masuala ya kisiasa. Na asante sana Nicodemus Mindo, utaendelea kusalia hapo. Lakini Padri Jonge, na rudi tena kwako. Tuliona pia Papa Leo alitembelea mataifa ikiwemo Algeria, ikiwa ni moja kati ya nchi ambazo zinasemekana mifumo wake wa kisiasa imekuwa ikikosolewa kwamba inanyima demokrasia, lakini ni kitovu muhimu cha wahamiaji ambao wamekuwa wakijitosa kuelekea Ulaya, na alitumia fursa hiyo pia kukosoa sera za Ulaya. Je, tutarajie nini kuhusu masuala haya kutoka kwa mataifa ya Ulaya? Na yeye kutembelea mataifa ambayo yamekuwa yakinyoshwa kidole kuminya demokrasia, inaleta taswira gani katika nchi zetu za Kiafrika?
tuna shida mingi sana, sababu marais wengi ama wakuu wa serikali wanataka kukaa katika serikali miaka mingi. Unajua hata katika nchi ya Kenya wakati kulikuwa na vurumai na vita baada ya uchaguzi, tuliona hata viongozi wengine wa kanisa wakiaglikana, wakiitwa kuja kuweza kuleta watu pamoja. Kwa hivyo kupata mawaidha kutoka kwa nchi za Ulaya, na vile vile hata mtu kama Papa ambaye amezaliwa Marekani lakini vile vile amefanya kazi nje ya Marekani, ana mawaidha mengi sana, na vile vile ana masomo ambayo yanaweza tatua shida katika nchi ile. Na kwa hivyo ni vizuri sana nchi hizi, na hasa katika hiyo nchi ya Algeria, wajue ya kuwa sio tu wanaambiwa wafuate vile Papa alisema, lakini cha umuhimu ni eti sote tuwe na haki na umoja na nguvu katika mambo yote katika nchi yetu. Nicodemus Minde, tumeona taifa la mwisho Papa ambapo amelitembelea ni Guinea ya Ikweta, na imezua mjadala mkubwa. Ni nchi yenye utajiri wa mafuta lakini umasikini wa kupindukia. Akiwa kule Kamerun, nchi ambayo rais anaongoza kwa muda mrefu, aliweza pia kukemea kuhusu masuala ya unyanyasaji wa kisiasa. Lakini la kujiuliza, shinikizo la Papa linaweza kuleta mabadiliko yote kwenye masuala mazima ya siasa zetu na utawala barani Afrika? Inawezekana ndio, lakini kauli ambayo inatolewa na Papa ama ile ishara ya kwenda kutembelea nchi kwa mfano Equatorial Guinea na Cameroon ambayo inaongozwa na viongozi ambao wamekuwepo madarakani kwa muda mrefu, pia inaashiria kwamba Papa anataka kuleta ule ushawishi wa kutaka mabadiliko sio tu ya kiimani, lakini pia masuala ya siasa. Lakini pia itaonyesha kwamba inaweza kuleta ile kuongeza ile uangalizi wa kimataifa na kuhamasisha jamii na watu na kuleta mabadiliko ambao, lakini nadhani yanaweza yataletwa tu zaidi na watu ambao wako ndani, lakini ni ile ishara kuonyesha kwamba mafanikio hayo yanaweza kutokea pale ambapo mazingira yanaweza kuruhusu, na si tu kauli ambayo inatolewa kwa Papa. Lakini ninavyoona tu ni ishara ya ukuaji wa Ukristo katika nchi hizo, na lakini pia ni kutuma ujumbe kama kushinikiza kwamba mabadiliko yanawezekana, na watu pia wanadai mabadiliko, lakini nadhani mabadiliko ya kweli yatatokana na watu wa hizo nchi na sio kauli ambazo zinatolewa na Papa. Nimalize na wewe Padre Jonge. Hii si mara ya kwanza kumuona kiongozi wa kanisa Katoliki duniani, yani Papa, akikemea viongozi. Amelifanya pia hilo Papa Yohane Paulo wa pili katika mchango wake wa namna ambavyo alikuwa akiangazia baadhi ya mambo. Sasa kwa kumaliza tu, safari ya Papa Leo wa 14 inafundisha nini kuhusu dini pamoja na siasa tukimalizia? Papa Paulo wa 6 alitembelea Uganda mwaka wa 1969. Yeye tu vile imetaja na Papa Yohane Paulo wa pili ambaye vile vile alikuja Kenya na kaenda mpaka Angola, Tanzania, Rwanda, kwa sababu ya shida zilizokuwa za kivita mpaka South Africa. Tunajua vizuri sana hata Papa Benedicto wa 16 alitembelea tena Cameroon na Angola kujaribu sana kuhimiza kuhusu umoja wa uchungaji na vile vile amani kwa sababu ya vita zilizokuwa pale. Tunakumbuka vile vile hata Papa Francisco vile vile alienda Uganda, Central Africa, Egypt, Morocco, Mozambique, Madagascar, Mauritius, DRC, Congo, South Sudan, pahali kuna vita, kwa sababu ya kuonyesha ya kuwa hata kama ni wakubwa wa kanisa, vile vile wana jukumu ya kufanya watu waishi pamoja ili sote tuweze kukaa kindugu na umoja. Naam, ni Padri Ken Njonge huyu, padri wa jimbo kuu Katoliki Nairobi, na nimezungumza pia naye Nicodemus Minde, kwa pamoja tukiangazia ziara ya kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 barani Afrika. Na hapo natamatisha matangazo haya, yamesimamiwa na Sarafina Robi na mhariri ni David Nkiafu, ni mitambo Esther Luambano. Mimi ni Skola Kisanga na asubuhi njema. Kwa heri.